Wao pale hivi kwenye huko bro, maisha yako kitu ya kwanza kama unakuwa chukia wazazi yako, kuwa chukia watu wote, basamee na wewe ujisamee. Na kia na hii kitabu hii nasikia The Secret of the Millionaire Mind, secret ya mamilionea ya akili yao bro, na utajikuta umtakielewa kwamba maisha yote unaishi ni vitu vilikuwa program yako enjoy, ni vitu vitaweza changer ukivifuatilia. Ukivineglige ni yako ile la kuona mimi tu ni yangu tu, nipase tu message juu mimi niko découvrir kila siku, hizo niko kumala, niko nda découvrir vitu vya kunisaidia maisha, na ndio maisha inaendelea mbele. Wewe ukibakia tu pale vile kwa tunawazia watu mabaya, kwa tunahuzunikia watu, kwa na complain, ile ni yako unasikia, utapata resulta ya kila kitu kyote kiunapanda. Unasikia hapa hivi nasema hivi, hapa nakugusia, naanza tu rukia, nenda tu nasema na nenda tu nasoma, mimi explain. Nasema hivi TFA, nasema hivi the wealth principle, utajiri, principle ya utajiri ya kwanza, nasema hivi thoughts lead to feelings, feelings lead to action, action leads to results. Unasikia, mawazo yako inafatana na gisi unajisikia, ile feeling gisi unajisikia, ile hamu na shele feelings inafatana na action zako zokuafa, ile hamu, ile kitu gisi unajisikia, mawazo yako yanatokana na kile hamu unajisikia, unasikia pale, na kisha ile feeling inafatana na action zako, na action zako zinafatana result utapata. Nasikia thoughts leads to feelings, feelings lead to action, and action leads to result. Unasikia, maki maisha yako inadepends ya vitu viko mwa akili yako. Content unaona, content hiyo uko nayo mwa akili yako, na njoo maisha yako acha sasa twende hapa. Hapa nasema hivi, who were the primary source of the programming or conditioning for most people, the last includes parentheses. Unasikia, kuko vitu vinye tulikuwa tunaangalia subliming. Unasikia, vitu ya kwanza vinakuletea akili yote uko nayo, ile mawazo yote uko nayo pale vile kwenye huko, inatokana na entourage. Unasikia, wale watu wanakuzunguka tangi uko mtoto mpaka pale vile kwenye huko, ndio maana utakutana nyingine zinapishana. Mtu mweko ku village hata kwa sawa sana mweko mvile, mweko mvile kwa mprovince hata kwa sawa sana mweko mkapitali, jukisi mingine inapishana, jukisi batu ba kuwaza watu inapishana, ndio si maisha za watu zinapishana. Ndio unakutana kwa quartier vile wanasemaka mu français bidonville na ville, kwa zile quartier za maskini na kule zile quartier za watajiri, bale wote tunakutana ni selo content yako mwakili yake, ndio kila mtu ana create maisha yote anataka. Hapa hivi nasema hapa hivi, unasikia, from most people the list include these parentheses. Unasikia, wa kwanza ni bapara, aza siblings bake kwa basi banani, bakuze bakuzine, friends barafiki, authority fingers make desma politicien ba chairman make wa chef de quartier, bale watu wanakuzunguruka pale, teachers, balimu, makisi maisha yako unaishi ni kupitia bale watu wote bulikutana na wale watu wote tangi kuna kumala bale watu wote ndio wanakufanya kuwe kisha pewa na tia hivi religious leaders, ba pastere, ba Kristu, maana maisha yako si naisha na uko nafuata maisha ya wale watu si wanishi, wale watu balimu, bazazi yako, bakuze bakuzine, barafiki yako, ba autorite wanawazunguruko. Unasikia, na angalie balimu na bapastere ba leaders na media ndio nazo yakafuata sasa kuma reseaux sociaux, kuma television, information gani ndio unafuataka, and your culture na culture yako, batu banesha emo culture. Unasikia, to name a few, let's take culture. Unasikia, shape tunatola hapa hivi ku culture kwanza. Unasikia, it is true that certain culture have one way of thinking and dealing with money, while others culture have a different approach. Do you think a child comes out of a web with his or attitude towards money, or do you believe the child is taught how to deal with money? That is right. Every child is taught how to think about and act in a relation to money. Unasikia, wanachama kuonesha mtoto yote sana kuyaka. Unasikia,
akaka zile akili za pesa, ajua hata zile akili za pesa, unasikia? Me kupitia watu watakutana nao kupitia watu watakutana nao ndio watajua pesa inatumika mwae. Sasa njoo ile wakutana mtu kisha kutana wa maskini, akili yake itakumala maskini na hata kiangwana na kumala mwili akili ya kimaskini vile kukutana watajiri atakiangwana kumala na mwili akili ya kitajiri na anaanza create afa mtoto mwalizaliwa shine na mwalizaliwa huku kwetu Mwafrika Kongo wapi Goma Bukavu wapi kuma village hata kwa sasa mtu mweko shine juu mweko shine iko na akili ya mingi. Nasikia juko naye na cree simu na cree simu ana cree écouteur anaona kisi mko afanya bakubwa kisi wafanya bazazi yake kisi watu wanamzunguruka ama mweko Amerika hatutakuwa sawa. Unasikia ile yote na kuna depend na culture naye surtout culture naye iko parmi kufaa watu wa maskini au kufaa watajiri ile na depend me ile tu ni kuonesha gisi tu maisha yako gisi unaishi na nzia kule chini kule kwa kama leo unajikuta leo kuna 25 naanzia kule chini, kama leo unajikuta leo kuna 20 uko na maisha uko nayo pale vile kwenye maana naanzia kule chini. Ndio nakwambia hapa hivi, thoughts lead to feeling, feeling leads to action, action leads to result. Ndio ile wanakuonesha maana akili yako mawazo yako ina depend na gisi unajisikia feelings zako, na feelings zako zina depend na actions unajua kafanya na zile actions zinaleta result. Maana vyote unaona vyote viko nayo vina depend na vitu ulijua ishi mpase na watu walijua kutana huo mpase na watu walikuingiza mwele mentality. Twenda hapa hivi PTF ndio hii nini kwa wani kwa studio unaona pale kote kwa send price kwa mimi na studio nasema hivi your programming leads to your thoughts. Your thoughts leads to your feelings. Your feelings leads to your action. Your action leads to your thoughts, your result. Unasikia? Jinsi una programming akili yako na njoo kisi mawazo na kupatia. Kisi mawazo na kupatia na njoo kisi naona unajisikia, unasikia ile hamu. Ile hamu unasikia na njoo actions unatia na zile actions unatia na njoo inaleta resulta. Therefore, just as is done with a personal computer, unasikia changing a programming, you take the first attention to changing your result. Unasikia kitu ya kwanza unapaswa kwanza changer kwanza ile maprogramu kwanza iko nayo. Unasikia ile maprogramu kabisa uzichange zile maprogramu za watu. Programu inatokana na vitu vyolisikia, watu walikuwa wasema masikio yako, kakako, dadako walikuwa wasema juu ya pesa, mamako anasema juu ya pesa, mkubwa wako anasema juu ya pesa, kuzine ba pasteri bachungaji ba shehe ba padri bro banasema juu ya pesa, wale watu wanakuzunguka. Shape nasema hapa verbal programming young. What did you hear when you were young? Nini ndio ulisikia kasoko mtoto? Unasikia? What verbal programming, what did you hear when you were young? Nini ndio ulisikia kasoko kwa mtoto? Ile ni ya kwanza. Modeling, what did you see when you were young? Nini ndio ulionaka so kwa mtoto? Kwa wale watoto wanakuzunguruka. Nini ndio ulionaka? Bro, na kitabu hii ita change life yako for good bro, ukifuatilia. Nikienda kitafuta kitabu juko nikipata nifanye hivi, nikitafuta kwa internet ndio nikienda kitafuta na hii kitabu hii shaida ni fungula mind ndio na mimi naona nini ipata. Yes, ni sheni modeling world. What did you see when you were young? Nini ndio ulionaka, nini ndio ulisikiaka soul kwa mtoto, nini ndio ulionaka soul kwa mtoto. Shape hivi na kuya pevi self incident. What did you experience when you were young? Nini ndio jua ufanye experience gani ndio ulifanyaka soul kwa mtoto? Tulizana experience gani ndio ulifanyaka soul kwa mtoto jukwe na hii mind jukwe gisi uko pale vile experience. What did you experience when you were young? Ni experience gani ndio ulijuaka fanya jukwe gisi uko vile so kwa mtoto. Unasikia shaba tunaruka hapa nasema the first influence verbal programming. Ile ya kwanza verbal programming begin with verbal. What did you hear about money, wealth and rich people when you were growing up? Nini ndio usikiaka kwa tajiri Sasa ulikuwa unakomala kujua utajiri na juu ya watajiri unasikia kuwatajiri kuwarishi unasikia
ninjo lisikia kubale watu kubatajiacha. Tukupatie mfano, nasema vipi? Did you ever hear phrases like money is the root of all evil? Ulisikia kama nasema juu ya pesa, pesa ni mashina ya mabaya yote. Save your money for a rainy day. Jona wawekaka pesa juu sa mvula, unasema siku mvula itakuwa hapana, acha niweke pesa juu sijua kama shida itatokea. Unasikia? Rich people are greedy, make batajiri ni watu wabaya, biko na roho mbaya Rich people are criminal, batajiri ni wauaji ndio wanasemaka ba Freemason, wanasema kila tajiri mtu akwa na pesa ni Freemason, ni muuaji pesa ni mara sikia tu sasa nazoesikia makani sio wana kama shi wa Kristo ba mingi kwa masinga sema phrases like money is root of all evil bro. Umaskini kona wewe haitakuacha ukianza itukana vile mpesa. Save your money for a rainy day. Maana weka pesa kusaa uko na shida bro, utajiri itakuacha. Na umaskini acha ile matabia vile wote unaweza sikia utaanza vivuta. Chapter 10 nasema rich people are greedy, rich people are criminal. Tajiri wauaji, yule wawaita wa Freema, Belminati, makila wote mwaliwina ni mulozi. Ndio ile wakutana tajiri akiweko na pesa akifisha mfamie yeye ndio mwalipano ule mtu. Maskini akifisha Mungu ndio mwalipano na yeye ndio mwalitoa. Mungu ndio mwalitapa na yeye ndio mwanachukua. Ndio kwa maskini sasa tajiri akifisha ndio mwalisacrifice. Bro. Kilema kwa mfamilia basa tajiri ndio mwalimsacrifice. Tajiri mu mafamilia ya maskini kwa mbabilema. Ndio wasema Mungu ndio mwalimfanyaka vile. Bro, kwa tira attention vitu utakuwa uwe kwa sikia. Juu tena ukivitia mwakili yako tena kufaa vile. Kisha pia nasema hivi. Fit rich. You have to work harder to make money. So utatumika nguvu sana paka utoke jasho, paka uvimbe ndio utapata pesa. Unapaswa tumika nguvu sana ndio utapata pesa. Ponya nguro tie mabito hapa hivi. Shiba tuisha vifaa vile nikeka après des jours bisi niko naelewa hivi. Kwa vitu siwezi tena jisumbua. Ndajua akili yangu ndaitrain hivi na pesa tengie. Nasikisha pepe nasema pepe. Hapa wanasema pepe. Money doesn't grow on tree. Pesa haikomale kumuti. Bro, muti kwanza ni wewe peke. Na pesa itakomala kwa wewe huko. Unasikia? Kisha wanasema you can't be rich and spiritual. Wanasema huwezi kuwa tajiri na ukuwe Mkristo. Jua nini? Bwana wa mingi kwanza ukiangalia Danieli, soma Biblia bien. Ibrahim alikuwa tajiri na ni Mkristo, ndio anakuambia ndio baba wa imani. Bro, tia bila mwakili. Danieli alikuwa ni premier ministre. Alikuwa mnyinchi ya watu kwa wachawi wiko wa mingi. Ile make sense. Joseph abalimuuzisha kwa muuzisha Misri, alikia kuwa ministre na kuwa tajiri ni Mkristo. Bro, ukisikiliza wengine njoo anakuwa nasoma Bible, usome bien, utakielewa kama kwa Mungu hakuna maskini. Maskini ni silo akili yako na jiprogram na watu huko nasikiliza. Ni siku utaanza elewa vile umaskini na kukopa. Ndio Yesu alisemaka, mimi siko mwenye mtabaki na maskini siku zote. Ndio alijua. Umaskini haiko safe. Maskini ni mind. Mimi napana pale, msikonfonde ni propos ndio mnajua. Usikianza niona mchoze ni sirikia. Wewe ndio unajijua pale. Ushenji tu ile mentality. Juna mimi hapa mimi ndio nijifundisha sura hizo wanatia dolari. Ndio naonesha hapa. Kisha pia wanasema pia. Man doesn't buy happiness. Pesa haiuze furaha. So pesa ni kila kitu na pesa ni furaha. Ina depends na wewe gisi huko. Kama ulienda iba vya watu, unapata kisha njoo naza pesa haifai furaha, uliiba vya watu. Ndio maana unaona vile uko furaha. Uko muona mtu mweko kunani, mtu unasikia mtu sasa siko guvernema. Banampatia pesa za hospitali za kusaidia mamilioni ya watu. Bapone ya kusaidia mama bebiko na mimba. Yule mtu ana detourner ile pesa. Sasa ndazi kula anasema yanakula mamiliari. Sasa utasema pesa iko mzusu. Una kama wewe uko mwizi. Jo ile wale watu wa vile unasikia uliiba kwa watu, kisha ukapata pesa za kushinda bazo ndio zikunywa unasema sasa kwa furaha bongo. Pesa ni furaha. Ile ujue ile pesa ni furaha, ni kila kitu. Jua hata Yesu naye sionesha vile kama pesa ni furaha. Wewe ile makili zako juu unaenda soma tu kadogo kumulivre
Watoa tuka verse mbili unasoma ukose usome chapitre yote ile jua nini ile phrase ile kiangu inafikia. Unasoma kale kadogo unaanza kabeba mwakili, unaanza danganya watoto wa watu. Acha ile tabia iko bie. Pesa inaleta furaha. Na kwa hii dunia tunaishi yako leo bro. Hii dunia tunaishi yako leo. Bro, kama una pesa kwa sawa sawa na kilema maana ni bure. Hii dunia tunaishi yako leo. Ndio wanatiele mwakili, changer mentalite. C'est pesa ilete furaha. Kizi nasikia mtu wanasema vile atoko grangu, ko kuzine, uko ndugu yangu bro. Najua kumind sana mwakili. Pesa ilete furaha toka kule. Pesa iuze furaha. Sha. Money talks. Kisha sasa pesa naongea. Hiyo ni sufome wa maskini. Sasa uko na pesa yako, pesa iko pa jua kusaidia uavance maisha, uishi mzuri. Na hapana pesa sasa ndio onelea mo watu wengine. Ndio kwa akili ya vile pesa zitakukimbia, zipendebe vile pesa inapenda uipartager, uishi mzuri, ufurahie maisha, usaidie watu wengine, na wajiwezi, ucree, uache legacy, ufeed family, kulishe familia, na uishi mzuri hapa kudunia, urepresente Mungu na uache legacy. Ndio maana ya pesa. Ndio unakuta naka watu wengine wanajibajengea masalamu juu ya vitu walifanyaka, wanakumbukiwa. Na unasema pesa nasema, juu ile ni hatari. The rich get, abela nasema the rich get richer and the poor get poor. Bro, bongo. Bila kwa bro, ukitumika tu kwa ukweli, unatia Mungu mbele, utapata pesa yako, unoteleve watu wengi. Ndio kutanaka mtu mwa sasa tumika kompani yote. Aleta idea ketia pale, akachanga pesa. Sisi nasaidia watu na tutaisaidia mamilioni mafamilia. Bro, acha ile makili ya sasa mtu malifresi hivi wa president wanafaka bajenge barabara njia fulani. Ile barabara nasaidia mtu mwasaidia mamilioni ya watu. Sasa njoo ile kwa na changer ile unasikia? Chape wanasema tena pe. Ape that is not people like us. That is not people like us. I say bale butajiri iko sa people sa watu iko sa hapa. Butajiri ya kila mtu kije decide utakuwa tajiri basi. Sasa mimi nisha decide gisi niko trillionaire basi. Na maisha nasonga mbele. Wewe unaanza waza ile ni ya watu wengine, mimi iko kwangu. Mimi ni kwangu ile Lamborghini ipite kwanza mnyumba wangu. Ndio nikianza waza vitu vingine. Ferrari mamilioni zipoe mule mkonte yangu mule, niko nasangalia niko nasema wow, I made it. Bisi haiko vya mtu fulani. Juu naishi kwa hii dunia, niko na mabezo zangu zote. Nahitaji kula, niishi, nivale mzuri, ni voyage dunia mzima, niishi na liberty. Freedom. Ndio ile. Tena pevi nasema, kisha pevi nasema pevi. Not everyone can be rich. Sasa iko kila mtu anaweza kuwa tajiri bro. Acha ile makili ya vile kila mtu atakuwa tajiri, kila mtu anaweza kuwa tajiri. Kila mtu anaweza kuwa tajiri. Kila mtu. Kama tu unajidetermine, unafukuza tu mapanse zote za hivi, mawazo, ile makili ya wabalimu, ya kumeglize ule maverse mbili wanakusomea wa kukudanganya, unaburusha, wapadiri la kusema ya kutukana watajiri, ya kutukana mtu anatengeneza mali yake, unaanza itukana, fukuzo. Kila mtu anauza gari yake, unaanza mkunjio, unaanza msirikia. Hapana, fukuza ile mawazo mabaya yote. Nasikia shape vina inasema tena hapa, there's never enough and the infamous we can't afford it. Sasa pale vile hakuna tena, hakuna ya kututoshelea. Na shi watu batuna jina, batujulikane, babeto akwaka fulani, mameto akwaka fulani, hatuwezi kuwa na ile kitu. Tosha, toka. Kuko mwa hii dunia, wakisi watu kuna zalio maelfu, ndio kisi opportunity kwa leo AI ilikuwa. Leo AI, intelligence artificielle, ishasaidia watu kwa makazi ya mingi. Kitu ungelifanya musa mzima mu inero unafanya mu 10 minutes mu inero unafanya mu 10 minutes. Sio kama ile ni kazi tena ya kusaidia kwanza kuwa rapid. Nasikia mewe ule unaanza chatu makili tu ya kusema mbaya. I can't afford it. Kila kitu kena mzuri, unaona chakula mzuri. Wanakupatia chakula kuku. Unataka kula kuku, can't afford this. Ile iko yangu, siwezi uza, ile ni ya bei. Ile ni ya wale. Ule iko na gari, sita kuana ile gari, ile ni ya ule. Bro sema, sai
ile si ya kuwa sawa. Me acha niwaze njia kisi ndakia pata mwili kitu. Ndio kisi mtu anausema vile. Me ile hausiwezi kuwa nayo. Unasikia, na ndio maisha yako inakuwa vile vile. Unasikia? Kisha hapa sasa tuna when the subconscious mind choose between deeply rooted emotion and logic emotion and will almost win. Unasikia? So twala akili yako subconscious, ile subconscious yako ya ndani, ile akili yako ya ndani umechanga pamoja na emotion yako bro, siku zote utashinda, siku zote utashinda, utashinda siku zote. Unasikia? Siku zote huko wewe ni mshindi. Unasikia pale? Acha nipatie sasa tu hapa hivi, kuna waka enjoy. Anasema hapa step for changing verbal programming awareness. Write down all the statement you had about money. Unasikia? Andika kila kitu kibaya kyote kiolisikiaka juu ya pesa. Wealth and rich people when you are young. Andika kile kitu kinasikia watu wanasemaka juu ya pesa. Kila kitu tunasikia hiki ni kibaya juu ya pesa, kiandike. Juu ya batajiri, gisi wanasemaka batajiri, gisi wanasemaka juu ya pesa, juu ya utajiri, kiandike. Understanding, write down how you believe the statement have affect your financial life so far. Andika chini bile vitu vyote vinatuma akili yako wewe wote unaelewa, vyote vinatuma maisha yako inarudia juu upate pesa uendelee mbele, juu faulu biko vinakubloke. Unapasha viandika chini. Ile boga ya pesa, ile boga ya kila kitu tunapenda kuwe nacho, unapasha andika chini. Juu disassociate. Can you see that the thought is present only what you learn it and are not part of your anatomy and not who you are? Can you see that you have a choice in the present moment to be a different? Unasikia? Kamata vile vyote vya zamani vyote vitufe. Kisha anze andika sasa choice zako za mpya. Vitu gani unapenda ufanikishe? Kama unapenda kuwa na 10 milliards par jour, 1 million, kwanza ingiza 10 millions par jour, 20 millions. Ça dépend na wewe, unapenda usi gari ya Lamborghini, unapenda siku moja voyager dunia mzima kwa touriste, unaandika vile vyote, furaha hizo utakuwa naishi na familia yako naishi. Chape kwa declaration, please your hand on your heart and say. Na kama tevi declaration sexy, voilà, if declaration tevi mkono hivi kifua kwa sema ya madaha na kuonesha tu declaration nasema hivi: what I heard about money isn't necessarily true. I choose to adopt new ways of thinking that support my happiness. Unasikia? What I heard, acha mimi ninakusomea tu, umewewe utakia sema sasa. What I heard about money isn't necessarily true. I choose to adopt new ways of thinking that support my happiness. Mwana sema hivi, unatia declaration, declare kila kitu kibaya kyote kinisikia juu ya pesa haikuwa ya kweli. Tangia saa inachagula nachagula mawazo mapya, nachagula akili mpya ya kufaulu. Kila kitu inataka kwetu ndakipata, na pesa inaruka ngambo yangu kiurahisi, na ikipata kiurahisi naishi kiurahisi, maisha mazuri kiurahisi. Kisha hapa hivi pesa sia touch your end. Sasa ukicho sema I made a millionaire mind. I have a millionaire mind. Niko tajiri, niko milionea wa akili, niko milionea wa akili, niko milionea wa akili, niko milionea wa macho, niko milionea wa akili wa miguu, mikono, niko milionea wa akili, niko milionea wa akili, niko milionea wa akili, niko milionea na niko milionea, niko na mamilioni mwa akili yangu, niko na mabilioni, na mimi naishi, na mimi naivala, na mimi naikunywa, na mimi naikunywa. Unasikia ni madeclaration. Nakwambia kwa jitakia vitu vizuri bro. Utona hisi maisha yako itabadilike bwana. Pale vile kwenye huku unatona kila kitu kinakuwa changement na kuwa. Unasikia pale ile taona changement itakuwa maisha yako. Ndio tu nipenda tu nikuletee kwa leo. Hii kitabu ningali ilikuwa tu mwanzo tu. Ikifika hata huko unaweza hata kusemea yako juu kusaidia na gusa tu kwa hii kitabu, change akili yako pale bro, change maisha yako. Tuna changement. Ukiaplike vyote mimi nakwambia, sio kama maisha yako itabakia vile gisi huko. Ukibi apply, mkosa kubi apply utabaza sikiza video sio lazimisha, unaingia maisha yako kawaida, unarudia tu ile kawaida yako ya maisha ile gisi uko naishi. Na kila kitu tendea kuwa tu vile. Lakini
na kupatia sekre wa mimi Musa Kilimaji. Kazi usubscribe na ulike na ucomment kusudi usipata zingine video zisiko size. Mungu atubariki. Nasikia usijisahau kabisa. Enjoy. Millionaire of Minds. Peace.